Yote kwa yote, wachezaji wangu wameonyesha performance nzuri, pamoja na kwamba wamepata magoli mawili, lakini ni kuwasifia safu ya ulinzi ya Songea na mpango mkakati wa mwalimu wa Songea kwa mpango alioingia nao amefanikiwa. Hem, tumuongelee Stefano Aziz Ki kwa dakika ambazo amecheza. Wewe umeona tofauti gani kwa Aziz? Ni jinsi ya upokeaji wake wa mpira na utoaji wa mpira. Unajua mchezaji mzuri unamwangalia jinsi ya upokeaji wa mpira na utoaji wa mpira. Kwangu mimi kuna wachezaji wawili Ulaya. Kuna Jamali Musiala, kuna Jude Bellingham. Ukinipa hao wachezaji wawili kwamba niondoke na nani playmaker, naweza nikaondoka na Jamali Musiala kutokana na jinsi yake ya upokeaji wa mpira na utoaji wa mpira. Lakini Jude naweza nikamwacha pembeni kutokana na staili yake ya uchezaji, kwamba timu inavyopoteza mpira yeye anakuwa katika reaction ipi. Kwa hiyo unaangalia Jamali Musiala, timu ikipoteza mpira reaction yake, na Jude Bellingham akipoteza mpira, timu ikipoteza mpira unaangalia reaction yake. So kwa Aziz Ki leo upokeaji wa mipira na utoaji wa mipira hakuwa katika kiwango chake. Kwa hiyo mimi nadhani yote kwa yote haiondoi kwamba Aziz Ki ni mchezaji mzuri ambaye tunaye kwenye ligi yetu. Hizo ni mambo ambazo zinatokea kwenye mechi moja moja, huwezi kumkataa mchezaji kwamba huyu mchezaji ni mzuri au sio mzuri. Kwa hiyo mimi sawa, kuna namna tumewasikia baadhi ya mashabiki, mimi nimewasikiliza vizuri, kwamba Aziz anaonekana kama amenenepa hivi, kwamba unamuona hata amekuwa mgumu kwa namna anavyo receive, jinsi ya kutoa pasi, kukimbia. Labda wewe hujakiona hicho? Kila mtu na mtazamo wake. Mimi naweza nikasema labda mazoezi. Pengine amechelewa kuingia mazoezini yeye na wenzie, yani kwenda kufight mazoezi yeye na timu kwa ujumla. Lakini kusema kwamba amenenepa, hapana. Kwa hiyo tunataka wachezaji wakonde. Jezi yako sasa mimi nakuhamisha, tuachana na kuhamisha kwa nini jezi uliyovaa hatuchezi. Ndivyo ilivyoandikwa jezi yako. Unamaanisha nini? Dabi iliisha tarehe 8 mwezi wa 3 2025 ya ligi. Pengine labda tunaweza tukakutana kwenye michuano ya FA, CRDB au msimu mwingine, lakini kwa msimu huu dabi imeisha. Kwa nini? Tuliweza kufika uwanjani na wao hawakuleta timu. So kama walikuwa na timu nzuri, unajua klabu ambayo ina timu nzuri haitegemei mazoezi. Muda wote ikiamshwa lazima anaingia uwanjani. Ndio maana ukipewa Messi na Ronaldo ukawafungia kwenye chumba kimoja, ukaja ukawaachia, Ronaldo atahitaji mazoezi, Messi ataingia uwanjani kukupa kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo mimi nadhani timu ambayo inajua muda wote inaingia vitani haiwezi kusubiri mazoezi. Kwa nyinyi mlichokizamilia kama mashabiki wa Yanga ni kutuma ujumbe kwa viongozi wenu, ni kwamba msimamo wenu ni kwamba mechi hamchezi. Yes. Sisi mechi ya dabi hatuchezi. Akijitokeza kiongozi akapeleka timu, akasema tutumie busara, huyo kiongozi atakuwa yuko tayari kutupisha ili tuweke kiongozi ambaye ataendana na sisi. Sasa mtu atajiuliza kwamba hamchezi, nyinyi mnataka nini? Tunataka sheria na kanuni zifuatwe. Yes. Of course. Kwa sababu japokuwa kanuni inamruhusu bodi ya ligi kuahirisha mechi, ila kwa sababu maalum. Unless kuna mabomu uwanjani, kuna timu pinzani au ilikuwa inatoka nyumbani inaenda uwanjani kapata ajali, wawe wamethibitisha kwa wakati huo. So ukiwauliza bodi ya ligi au TFF kwamba ni sababu zipi zilizopelekea mechi kuahirishwa, hawana majibu ya kukupa. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia sisi hatuchezi. Huwezi kuahirisha mechi ndani ya masaa 3 kabla ya mechi. Uongozi wa bodi ya ligi kuengua kwa kile ambacho mnazungumza, hamna imani nao. Kuelekea kwenye mwishoni mwa msimu, uongozi kujiengua, hamuhofii kwamba pengine ligi inaweza kupepesuka ama kushuka kabisa, kwa sababu uongozi unaanza nao sio ule ambao unaenda kuipokea? Kwani ligi yetu iko nafasi ya ngapi mpaka upepesuke? Ndio maana nakwambia mimi nakataa hizo nafasi ni za mchongo, kwa sababu huwezi kuwa na ligi bora ya 4 au ya 6 barani Afrika alafu na refa mmoja ambaye anaenda kuchezesha michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani ifikie mahala tutumie sheria na kanuni ili tuweze kupata ligi bora. Wachezaji wetu wakienda kucheza michuano ya kimataifa, unless kwenye timu ya taifa au kwenye vilabu, kinachowakuta ni vile akifanya rafu anaadhibiwa, sisi tunaanza kulalamika fulani amepewa kadi ambayo haikustahili. Kumbe wamezoeshwa huku busara kwamba akifanya rafu haadhibiwi, akifanywa rafu haadhibiwi au hapewi haki yake. Mwisho wa siku yale madudu ya kwenye ligi wanaenda nayo kwenye michuano ya kimataifa, yanaenda kuwa cost. Mwisho wa siku ndio tunaanza kulalamika, tumeonewa dhidi ya Morocco, tumeonewa dhidi ya nani, kwa vitu ambavyo
Tumalize na hili. Mlionekana kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, mahali ambako ndiko ziliko ofisi za BMT. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya michezo aliwaita viongozi wa timu za Simba na Yanga, viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi, lakini mkaonekana mashabiki. Na nyinyi mliitwa? No, unatakiwa ujue kutofautisha klabu na timu. Timu ni wachezaji na benchi la ufundi. Klabu ni wachezaji, mashabiki, wanachama na uongozi kwa ujumla. Kwa hiyo walipo viongozi wa Young Africans ni klabu ipo na sisi wanachama lazima tuwepo. Kwa hiyo ndio kauli mbiu yenu. Hatuchezi.